Na wanawake vijana kwa mwaka 2025 ni kuimarisha haki, usawa na uwezeshaji. Kauli hii ni mahiri sana, ni ya msingi, na kazi kubwa ya halmashauri kiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri na katibu wake mkurugenzi ni pamoja na kuwezesha wanawake, na hili halina ubishi. Nafahamu na tumesikia taarifa jinsi ambavyo halmashauri imefanya kazi kubwa ya kuwezesha wanawake, na hata katika asilimia kubwa 10 ya halmashauri, mheshimiwa mgeni rasmi, imetaja makundi matatu: kundi la wanawake, kundi la vijana na walemavu. Lakini katika jinsia imetaja tu wanawake, haijasema wanaume. Kwa hiyo mnaona jinsi ambavyo serikali hii inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, jinsi ambavyo anajali wanawake na namna ambavyo amepanga kuwawezesha wanawake. Sasa wanawake, mkiwezeshwa muwezesheke, na mkishawezesheka muwekeze. Ashiza mheshimiwa diwani hapa, ukishawezeshwa wezesheka ili ujimilishe kwa uchumi, na ukishajilisha kwa uchumi, maana yake hata kwenye ndoa yako na jamii utaheshimika. Kwa hiyo tusiishie kusema tunaimarisha uwezeshaji, tukiendelea kuwezesha, muwezesheke, muwekeze ili wanawake mpunguze kupewa. Leo wanawake utamaduni ni kupewa. Sasa mkishawezeshwa mpunguze kupewa. Ibaki kupewa kitu kimoja tu ambacho hakuna namna, lazima mpewe kwa kauli za kijamii. Nao mpewe kwa wakati sahihi, mpewe kwa risala zenu na kwa mfumo sahihi, nayo ni ujauzito. Sasa hiyo halikwepeki. Kisayansi sisi tunasema mimba inatungwa ndani ya mimba ya mwanamke na hapewi. Hii kwa maisha kawaida kijamii mnatoa kupewa, hilo haliepukiki. Lakini tukishawezesha, mwezeshekeni, muwekeze ili tutengeneze usawa wa kiuchumi katika jamii na katika nchi yetu. Sio usawa wa ndoa, tunazungumza usawa wa kiuchumi na haki ya kiuchumi na kibinadamu, lakini pamoja na utu. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, wanawake wana kazi kubwa katika malezi na makuzi. Hata sisi tulioko hapa wanaume tumezaliwa na moja ya mzazi ambaye ni mwanamke, na sehemu kubwa malezi na makuzi katika watoto wetu walifanywa na mwanamke. Kwa hiyo sisi tunawaheshimu sana, na hata wanaume wenzangu walioko hapa kimsingi tunawaheshimu sana. Mmetulea ndani ya miezi 9 kwenye matumbo yenu, lakini baadaye mmetuzaa miaka 2 tumenyonya nyonyo zenu. Mnaweza mkaona jinsi mwanamke ni muhimu sana katika maisha ya yeyote, sio tu mwanamke na wanaume. Mwanamke ni muhimu na tunawaheshimu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunazungumzia malezi na makuzi, basi tuzungumzie udumavu ambao ni janga kubwa la mkoa wa Njombe. Sehemu kubwa ya kuzuia udumavu ni kwa mwanamke, na udumavu unaanza kuzuiliwa pale ambapo mwanamke hajapata ujauzito bado. Kwa maana mwanamke kujiandaa katika lishe bora, mwili wako uwe na lishe bora, uwe na afya bora, ili ujiandae kupokea mtoto tumboni, naye mtoto atategemea chakula bora na afya yako bora. Kwa mwanamke ukijiandaa ukawa na afya bora, lishe bora, tunategemea mtoto utakayemlea tumboni ambaye ategemea chakula chako wewe mwilini wako, naye atazaliwa akiwa na afya bora. Kwa hiyo wanawake, tudumisha afya zetu, tujiandae kabla tupate ujauzito ili tuzee watoto ambao hawajadumaa.